Wapiga kura katika eneo bunge la Kasipul wamehakikishiwa mtazamaji kwamba usalama utaimarishwa katika eneo hilo kabla ya uchaguzi mdogo uliopangwa kufanyika Alhamisi Novemba 27. Akizungumza katika shule ya upili ya Goro Sare, msimamizi wa uchaguzi wa IEBC Rebecca Abwaku alisema kuwa mbinu zote muhimu zimewekwa ili kuhakikisha shughuli hiyo ni huru, haki na kuaminika. Mwanahabari wetu bila shaka Ben Kitili ambaye vile vile ni mhariri hapa ndani ya NTV, tunaungana naye moja kwa moja mbashara. Kitili, pole kwa safari na karibu sana kwenye taarifa za NTV jioni. Hebu tufahamishe safari ya kufika Kasipul imefikia wapi na pengine matarajio ni yapi kufikia sasa? Eneo bunge hili la Kasipul katika kaunti ya Homa Bay watakuwa wanaenda debeni kuchagua mbunge wao atakayewakilisha katika bunge la 13 kwa muda wa mwaka 1.5 hivi ujao, atakayekuwa akichukua nafasi ya mwenda zake Ong'ondo Were. Na kinyang'anyiro kwenye kampeni kimekuwa kitamu zaidi. Tumekuwa na mushkil hapa na pale, lakini tulivyoona katika mji wa Oyugis ni kwamba mambo yapo shwari, kuna amani kabisa. Na tumezungumza na tume ya uchaguzi, wanasema maandalizi yamefanyika kabisa. Kumbuka kadri wagombeaji 10 wameweza kupitishwa na tume ya uchaguzi IEBC, watu 10 wanaotaka kuwa mbunge wa Kasipul. Farasi ni wengi. Wanasema itakuwa kinyang'anyiro cha kukata na shoka kati ya mgombeaji wa chama cha ODM zake. Asante sana Ben Kitili. Samahani mtazamaji, hiyo picha Ben Kitili inakufa ganzi, lakini amesema farasi ni wengi, ila wakiwa wengi ni mmoja tu anaweza endeshwa na mmoja. Hivyo basi tunamtafuta huyo mmoja katika eneo bunge hilo la Kasipul. Awali mzangu ambaye ni Bernardo Ojwang amekuwa kule Kasipul na alikuwa na haya aliyoyaandaa. Na asante sana vile ulivyosema, tuko hapa katika eneo bunge la Kasipul. Kumbuka kwamba imesalia siku moja tu wakazi wa eneo bunge hili kuelekea debeni kuchagua kiongozi wao. Hii ni baada ya kifo chake aliyekuwa mbunge wa eneo hili Charles Ong'ondo Were. Na unavyotazama maandalizi kabambe yameweza kukamilika. Hivi ni vifaa vya kupiga kura ambavyo vinastahili kuanza kusafirishwa hapo kesho jioni, ambapo zaidi ya maafisa wa IEBC 800 wataweza kuzisafirisha katika vituo mbalimbali. Na kwa sasa tunaungana moja kwa moja na afisa anayesimamia zoezi hili katika eneo bunge la Kasipul, Rebecca Abwaku, ili atueleze mambo yapo namna gani. Tumemaliza kuandaa elections kwa vile kila kitu, zile material zote ambazo tunahitaji tumezipata na tumeshapanga. Mnavyoona tumepanga vilivyo na tuko tayari. Tunangoja tu kesho ili tuweze, wale tulio wa train polling officials tunatarajia watakufika hapa kesho, ndiposa tuweze kuwapa zile vitu wanapoelekea kule polling stations. Tuko na vituo 142 na wards 5. Na wapiga kura ni 67,513. Maafisa walishachukua the oath of secrecy, na wale ambao yule commission of oath mwenye alikuja kuwapa ile oath of secrecy aliweza kuwaelekeza vizuri, akawaambia kuna faini ama mtu atafungwa ukipatikana ukifanya yale ambayo hayatakikani. So wale tulio wa train wanaelewa vizuri. To the candidates, wasiwe na shaka. Sisi tutafanya kura iliyokuwa na uhuru na ya haki kwa kila mmoja yao. Na katikati mwa Oyugis, shughuli za biashara zinaendelea kama kawaida, huku wakazi wakisubiri kwa hamu na gamu kushiriki zoezi hili siku ya Alhamisi. Na kumbuka kwamba bado tumekita kambi hapa. Asante sana Bernardo Ojwang. Bila shaka mtazamaji, bwana huyo pamoja na Ben Kitili watakuwa katika eneo bunge hilo kwa kina zaidi hapo kesho kutuletea taarifa hizo kuhusiana na uchaguzi mdogo.